Nisba hii ya usalafi wanaeleza ahli ilmu ya kwamba ilizuka baada ya kukithiri bid'a, yakazuka makundi ambayo yalikuwa yakichukua kutoka katika rai na akili za wanadamu pasi na kuthibiti katika Qur'ani au Sunna, wakajinasibisha makundi hayo kwa majina ambayo yalikuwa yanaashiria upotevu wao, kama Khawarij. Waliitwa Khawarij kwa sababu ya sifa yao ya kutoka katika taa ya watawala. Wakaja Al-Qadariyah, nao walisifika katika sifa ya kupinga qadari, na makundi mengine yaliyokuja ambayo yalikuwa yamezusha. Baada ya haya kukawa na haja, kukawa na ulazima kwa Ahlus Sunnah wal Jamaa, watu ambao wanajinasibisha na haki, kudhihirisha haki zao au kudhihirisha njia yao ya haki kwa dhahiri ya matendo, pia katika dhahiri ya majina. Wakajiita Ahlus Sunnah wal Jamaa, wakajiita as-Salafiyun, wakajiita Taifatul Mansur, lakini kadhalika Firqatun Najah na mengine mengi ambayo wayafahamu katika majina yanayoeleza nisba ya Ahlus Sunnah wal Jamaa kwa as-Salafiyun. Ayuha nas, baada ya kuwa ni swala la wajibu kujinasibisha katika haki na watu kuonesha kwa dhahiri ya kwamba wanaenda kinyume na batili, basi imekuwa hivyo katika karne zilizopita mpaka karne hizi ambazo sisi leo hii tupo. Anasema Sheikh Fauzan hafidhahullah, lamma hasalat al-bid'a au lamma hasalat al-firq wal ikhtilaf thabata Allah ahlus sunnah wa haqqi. Anasema al-Sheikh Fauzan, baada ya kutokea makundi zikazuka ikhtilaf, aliwathibitisha Allah subhanahu wa ta'ala baadhi ya watu katika haki. Thabata Allah al-haqq wa sunna, aliwathibitisha Allah watu wa haki katika sunna. Wasaru ala ma kana alayhi ar-rasul wa ashabihi, wakapita juu ya yale ambayo alikuwa nayo Mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba wake. Akasema wal-firaqul ukhra khalafa ma kana alayhi ar-rasul wa ashabihi, na makundi mengine wakapinga au yakaenda kinyume juu ya yale ambayo alikuwa nayo Mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba wake. fastahiqu al-wa'id bin-nar, aya makundi ndiyo yakastahiki, yakawa ndiyo makundi ambayo yameingia katika ahadi ya Allah ya kuingia katika moto, kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam, kulluha fin-nar illa wahida, makundi yote yatakuwa ni ya motoni isipokuwa kundi moja. Kadhalika aliyasema maneno haya Sheikh al-Barbahar rahimahullah ya kwamba pindi zilipodhihiri bid'a watu wakazusha, akasema fa minan nas man thabata ala al-haqq 'inda awwal at-taghyir, katika watu wako ambao walithibiti katika haki tangu mwanzo wa mabadiliko, tangu mwanzo wa bid'a, wa qala bih wa amila bih wa da'a an-nas ilayhi, akasema wakaisema hiyo haki, wakaifanyia kazi hiyo haki, lakini pia wakailingania kwa watu, wakawaita watu kuitambua hiyo haki. Hao ndio Ahlus Sunnah wal Jamaa, hao ndio masalaf. Ikiwa usalafi ndio huu, ni wazi ya kwamba hakuna aibu wala mashaka kwa yeyote mwenye kujinasibisha na usalafi akaona ya kuwa labda ni swala la aibu mtu kujiita salaf au watu kutambua kwamba fulani ni salaf. Hakuna aibu, kama anavyosema kadhalika Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ya kwamba la aiba ala man adhhara madhhab as-salaf wa intasaba ilayhi wa i'taza ilayhi, bal yajibu qabul dhalika minhu lianna as-salaf la yakunu illa haqqan. Anasema Sheikh Ibn Taymiyyah ya kwamba hakuna aibu kwa mtu kujinasibisha na usalaf, hakuna aibu mtu kudhihirisha usalafi akajinasibisha nao na akajikweza au kujikuza kutokana na usalafi, hakuna aibu, kwa sababu anasema usalafi hauli isipokuwa kwa haki. Inakuwaje mtu asikie aibu kujinasibisha na haki? Haiwezekani, bali lililo wajibu kwake ni kujikweza kwa kujitukuza kwa kufuata haki, sio kujikweza kwa majina tu kwamba mimi ni salafi alafu matendo yanaenda kinyume na wasalafi, la, bali kujikweza kwa kujiita na kufanyia kazi kwa haki usalafi. Hilo ndio linalopatikana kwa yule mwenye kujinasibisha na usalafi.